baadhi ya vitu tumekuwa tukiviona vikiuzwa makanisani. Naam. Kwa mfano kama maji, sijui kama ni keki, wengine wanauziwa udongo na kadhalika, chumvi na vingine vingi ambavyo tumekwisha kuvisikia vinauzwa. Naam. Pengine kwenye haya masalia ninaweza kununua ama kuuza kama ambavyo vinafanyika kwingineko, kama ni keki za upako, sijui ni maji ya upako na vingine? Kwa kweli kulingana na sheria ya Kanisa Katoliki, uuzaji wa masalia na hasa daraja la kwanza na la pili ni marufuku kabisa. Masalia yanaweza kutolewa tu na wamiliki wake, na baadhi ya masalia ambayo ni muhimu sana kama vile moyo, mkono, hivi ndio haviwezi kutolewa kabisa. Lakini masalia ya daraja la tatu kama ambavyo nieleza nikasema, kwa mfano labda inaweza kuwa ni rozari takatifu, si ndio? Imegusishwa labda kwenye masalia ya daraja la kwanza, daraja la pili, hivyo vinaweza kuuzwa. Si rozari hizo ni masalia ambayo mtu yanamuimarisha kibada na endelea. Lakini masalia ya daraja la kwanza, daraja la pili hayawezi kuuzwa, ni marufuku kwa kulingana na kanisa na sheria ya kanisa. Sawa, ni wapi ambako muamini Mkatoliki anaweza kuona ama anaweza pia akaheshimu haya masalia ya watakatifu? Kwanza kabisa mahali ambapo muumini anaweza kuyaheshimu, anaweza kuyaona masalia matakatifu, kuna makanisa ambayo kwa yenyewe tayari labda yamewekwa kwa ajili ya heshima ya mtakatifu fulani. Kwa mfano nasema unapokwenda Roma, Vatican, katika bazilika la Mtakatifu Petro, moja kwa moja pale upo mwili wa Mtakatifu Petro. Kwa unakuta kuna kabla ya Mtakatifu Petro na masalia ya Mtakatifu Petro. Kwa ni moja kwa moja unaona na kusali hapo. Lakini pia hata kwenye makanisa yetu mengine utakuta labda, ndio maana tunasema labda ni kanisa la Mtakatifu Nikolaus. Kwa kwenye kila kanisa altareni huwa panakatwa, na baada ya kukatwa yanawekwa masalia ya huyo msimamizi wa hiyo parokia ama ni jimbo husika, kwa inawekwa hapo. Kwa muumini anaweza kupata nafasi ya kwenda kufanya hapo. Lakini wengine wanaweza kujenga zile tunasema shrine, mahali pa kuabudia, mahali pa kutoa hizo heshima. Labda tumesema hii ni shrine ya Mtakatifu Gaspari. Kwa pale kuna masalia ya Mtakatifu Gaspari, mtu anapata nafasi ya kwenda hapo kusali na kutolea nia zake. Naam. Kuna uwezekano pengine kanisa likawa na masalia ya watakatifu zaidi ya mmoja? Inawezekana kabisa, na hii inawezekana zaidi kwa mfano yanapojengwa kama mabazilika. Tukulala limejengwa bazilika na mle ndani sasa kuzunguka lile kanisa na jengo, labda hapa imewekwa labda ni sanamu ya Mtakatifu labda Bernardo tuseme, lakini yapo na masalia yake yamewekwa hapo. Lakini kona nyingine yakawekwa mtakatifu mwingine na masalia yake hapo. Ndio, kwa kuna uwezekano wa kanisa moja lakini likawa na masalia ya watakatifu tofauti tofauti, lakini kama ambavyo nimesema zaidi sana hii hapa inawezekana kwenye mabazilika. Ndio maana ukitembelea kwenye mabazilika makuu pale Roma utakutana na hicho kitu, kwamba ukiingia ndio utakuta hapa ameweka labda masalia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Yohane Mwinjili. Labda ukienda kwenye bazilika la Mtakatifu Marko utaona kuna masalia ya Mtakatifu Marko.